Njoo kwa Mboka. Mm. Okay, jina langu ni Michael Nato na mimi ni mwanaharakati lakini mwanasiasa pia, na mimi ni activist wa chama cha UDA. Leo kuna zoezi muhimu sana ambalo linaendelea hapa, ambazo ni zile grassroots elections, ambayo ilikuwa ni ile repeat, kwa sababu phase 2 tulikuwa tushafanya elections zetu, lakini president akapeana direction akiwa party leader kwamba polling center yoyote ambayo ilikuwa na wale anopost waweze kucontest, na pia zile sehemu ambazo ilikuwa polling center nzima haiku attain number 50 na zaidi ya wale ambao walipiga kura pia iregelee. So phase 2 leo tarehe 23 Alhamisi April tunaregelea, na mimi hata niko na baadhi ya wale ambao ni wagombezi, wanawake wa nguvu, wanawake ambao wamependa chama, wamejitokeza, wamependa rais wao, wamependa secretary general wao ambaye ni Hassan Omar Sarai. Na sisi tumsifu Hassan Omar Sarai kwa sababu moja. Sisi tushai kuona elections, grassroots elections za vyama vingine, lakini ni sham tu. Lakini hii ni a real grassroots election ambayo contestants voluntarily anajitolea, analipa small fee, na pengine she gives ama he gives himself on for election. Na ndio baadhi ni hawa. Huyu anaitwa Joan Kwamboka, alisema tu mimi ningelipenda kuwa part of the bottom up agenda. So mimi napenda hichi chama na najitokeza na naomba kura, na amemobilize, na yeye mwenyewe she's confident kwamba leo atashinda. Na huyu ni Martha Mwadime. Huyu alishiriki katika ile ya kwanza, ile ya phase 2, ile ya kwanza, lakini akaenda anopost. Sasa akapata competitors, akasema kwani mimi naogopa wapi? Na amejitokeza na amemobilize majirani zake. The good thing na grassroots elections ni kwamba zingine ni wale circles tu zako, neighbors wako, relatives wako, friends wa chama, na watu watajitokeza. So leo imekuwa highly successful, na hawa wame brave hata ile weather ilikuwa very unfavorable, kwa sababu hii ni rainy season, na ikawa kidogo zile rains zilikuwa ziko disruptive. Wakasema lakini haitatuhinda, na wamerecord numbers ambazo ziko highly impressive hapa. Ingawaje leo ndio tumegundua ya kwamba pengine ile register IEBC kuna watu wengine kidogo pengine ilikuwa haiwakubali ile ambayo wameintegrate na ile ya UDA. So kuna a big number ya watu hawakuweza kupiga kura hapa. So sisi twashukuru kwa sababu watu wamejitokeza voluntarily bila hata chochote, na wakaja wakapigia chama kura. Sasa pengine tusikize tu jambo moja, pengine feelings zako kuhusu huu uchaguzi wa leo. Kwa majina naitwa Martha Mwadime, mimi ni UDA, na leo tulikuwa tumekuja kwa uchaguzi. Kwa kweli kulikuwa ni mvua kubwa, lakini watu wamejitokeza kwa wingi, tumeshukuru sana. Kwamboka. Kwa majina naitwa Joan Kwamboka, mimi pia nilikuwa ni delegate wa hii chama ya UDA kwa uchaguzi, na yenyewe kumekuwa na mvua nyingi, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, watu wamejitokeza na tumeweza kupigiwa kura, tunashukuru. Na ingawa kumekuwa na challenges, watu wamejitokeza na hakuna chochote tumewalipa, ni ile moyo watu wanapenda UDA na wamejitokeza na wamepiga kura. Hiyo ndio inaweza kuwa na kitu kimoja tu cha mwisho ambacho nataka ni highlight ni kwamba hawa wanashindana wenyewe kwa wenyewe, lakini bado wanapendana na ni majirani na hawana chochote. Mimi naomba tu kitu kimoja kwa SG Hassan Omar na William Samoei Ruto, tukishashinda njooni Mombasa tuingie State House. Tunataka kuingia State House kama delegates wa UDA. UDA hoye! Ruto hoye! Kuna swali tu labda niingeza tu kuuliza, na hili lina concern SG wenu Hassan Sarai. Tumeweza kuona picha pale, wamepiga picha na Abdulswamad Sharif Nassir. Wengi wakasema kuwa labda hii mambo na zoning imeanza kufanya kazi, labda Sarai anaweza muachilia gavana aendelee. Je, una maoni gani kuhusu ile mkutano wa gavana na Sarai na Joe CS? Okay, mimi niliona ule mkutano
na ilikuwa ni mkutano ambao rais alikuwa ameuita ili tu watu they tone down. So shaona Lakini what is coming out, na hata si ati kwa upande wa sisi Kenya Kwanza peke yake, hata opposition hakuna mtu anataka zoning. Zoning watu wanaona tu ni idea ambayo ni ya kipuzi, na mtu ambaye ana champion hiyo harakati za kukataa zoning sahi Kenya nzima ni Hassan Omar Sarai. So president aliwaita ili tu wakati tuna pengine kinzana kimaoni, iwe pengine hakuna mvurutano mpaka pengine wananchi wawe pengine hawaelewi. Sasa lakini hakuna zoning, na huo ndio msimamo. Lakini wajua wengine hapa bila zoning wataanguka na asubuhi, na hata kuwe na zoning wataangushwa na wale wengine wa upinzani. Sasa fadhali kila mtu mume nguvuze, iwe kila mtu anaweza kucontest, kwa sababu sasa kwa nini utuzuie sisi kama UDA tusifield the candidates alafu na hypocritically uache upande wa opposition wa field the candidates? Where is the logic? Hakuna logic. So kuna mtu hapa OTG, kuwe na zoning, usio na zoning utaenda nyumbani. Lakini mimi kile kitu najua, rais mwenyewe ameashua watu kwamba hakutakuwa na zoning. Na wewe unawania OMCA hapa Chani. Umejipanga vipi labda kumtoa huyu sana? Mimi nadhani anangoja tu kuapishwa, pengine niletewe mtu mwingine. Lakini kama mtu ni huyu amefail. Na kitu kimoja ambacho amefail nacho, kwanza, one, wajua sisi katika human rights watu waambiwa paka we human rights mzuri ni lazima at least we end user, si ndio? Sasa wewe sijui waishi wapi nje ya Mombasa, wewe utakuwa yale matatizo ya hapa unayasikia kweli ndugu, hata utake kuyarekebisha kweli, kwa sababu sianza na wewe, maendeleo si yanaanza na wewe. So pengine kuwe kuna mtu mwingine. Alafu mimi pia namuomba hata MP wetu Omar Mwinyi, kaa kando ya UMCA. Sheria inakupatia majukumu kama mbunge, sheria inapatia MCA majukumu separate. Hakuna mahali imesema watu lazima ati wafanye kazi pamoja, ingaje tu ni vizuri viongozi kufanya kazi pamoja, lakini wewe kama mbunge article 95 ndio inakuhusu, na hakuna mahali imekuambia lazima ufanye kazi na MCA. Kaa kando, pambana na wale wenzako ambao wanatafuta UMP, kwa sababu wewe saa nyingine ndio unatumia ile nguvu yako ambao uko nayo kuendoze watu ambao hawako sawa. Uliendoze nani yule aitwa nani yule wa kwanza yule aitwa Wangudi, ukamwendoze, baada 5 years ukasema hafai. Ukaendoze Junior Wambua hapa, after 5 years ukaona hafai, na kweli alikuwa hafai. Ukaendoze mwingine hata sijui anatoka wapi, na pia aka hafai, na hata we mwenyewe sasa unaamini hafai. Sasa pengine pia maamuzi yako kuhusu MCA pia hayafai. Kaa kando, pigania ule ubunge. Uko kwa ubunge pia tutakukosoa pia, kwa sababu kina Ndindi Nyoro, kina Wamutende, si ndio? Saifi hakuna kwa day schools, si ndio? We bado hapa tunalipa, lakini vile watu wetu hawako exposed. Wangekuwa wako exposed, wangekuwa wanajua hata pia wewe haujafanya vya kuridhisha. Asante sana. Sawa.